Jambo. Hatujambo. Happy New Year too. Pia nami nashukuru Bwana mwaka salama, na nashukuru kwa sababu Mungu ametulinda pamoja na familia yangu, ametubeba mikononi mwake mwa neema. Huu ni mwaka ambao ni mwaka wa baraka wa 2026, tukiwa chini ya ulinzi wako. Kwa hivyo asanteni kwa sababu ya hiyo, na ninawaalika tena kwa ajili ya neno la Bwana katika Isaya 43 pale tutaweza kupata neno la siku ya leo, na tutaongea sana siku ya leo. Nitasoma 43 Isaya na mstari wa 14 mpaka mahali anasema, Bwana mkombozi wenu, mtakatifu wa Israeli asema hivi, kwa ajili yenu nimetuma ujumbe Babeli, nami nitaushusha wote mfano wa wakimbizi, naam wakandayo katika merikebu zao walizozifurahia. Mimi ni Bwana mtakatifu wenu, Muumba wa Israeli, mfalme wenu. Bwana asema hivi, yeye afanyaye njia katika bahari na mahali pa kupita katika maji yenye nguvu, atoaye gari na farasi, jeshi la askari na uweza umelala, hawataondoka, wametoweka, wamesimwa mfano wa utambi. Msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama, nitatenda neno jipya sasa, litachipuka. Je, hamtalijua? Sasa nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Na Yesu asifiwe. Ninashukuru Bwana kwa sababu ya hilo neno. Nitaenda kusoma pia katika Zaburi 100 na mstari wa kwanza. Zaburi wa 100 na nitasoma pale ili tuweze kuelewa kile tunaongea juu ya siku ya leo. Zaburi wa 100 inasema, mfanyieni Bwana shangwe dunia yote, mtumikieni Bwana kwa furaha, njooni mbele zake kwa kuimba. Jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake, tu watu wa kondoo wa malisho yake. Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nywani mwake kwa kusifu. Mshukuruni, limini jina lake. Jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuombeni. Mwenyezi Mungu Baba, asante kwa sababu ya wema wako na fadhili zako. Asante ni kwa ajili ya masaa mazuri ambayo umetukabidhia ya mwakani. Bwana, pokea sifa katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Siku ya leo nataka tukaongee juu ya kushukuru. Na kushukuru ni nia mingi. Unaweza kushukuru kwa kutoa vitu zako, unaweza kushukuru
kwa kutoa na mdomo wako unasema asante. Bwana Yesu asifiwe. Na pia unaweza beba vitu unasema asante. Na pia unaweza kushukuru kupitia wimbo. Pia unaweza kushukuru kwa kuongea kwa mdomo wako. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio sasa tunaongea kushukuru, na siku ya leo nataka tukaongee juu ya kushukuru. Kushukuru ni nini? Tunaposhukuru ni kusema asante kwa sababu umetendewa jambo jema ama nzuri. Bwana Yesu asifiwe na mtu. Na ndio sababu kama dunia yote siku ya leo na wale ambao wanamjua Mungu wameinuka ni kwa ajili ya kushukuru. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ametutendea mambo mapya katika maisha yetu. Na ametubeba mikononi mwake mwaka wote wa 2025 tukaona mwaka huu wa 26 tukiwa chini ya ulinzi wake. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni jambo ambayo tunayofaa kumshukuru. Na ukitazama kitabu hiki cha Zaburi 100 mstari wa 4 anasema, ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nywani mwake kwa kusifu, mshukuruni, limindini jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Tunafaa kulimindi jina lake kwa sababu ya yale ambayo ametenda, na tunafaa kumshukuru tukiwa ndani ya nyumba lake, kwa sababu anasema ingieni malangoni mwake kwa kushukuru. Tunaingia katika kushukuru Bwana. Na tasoma kila sasa unasikia baruti kila mahali, kila mtu anatoa baruti sauti kutoka mahali tofauti. Ni kwa sababu gani? Yaani furaha ambayo watu wako nayo. Tunasema mstari wa kwanza unasema, mfanyieni Bwana shangwe dunia yote, mtumikieni Bwana kwa furaha, njooni mbele zake kwa kuimba. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kila mtu amejawa na furaha. Hata ukipata nani amejawa ni furaha. Kila mtu utasikia anakuambia happy new year, happy new year, mwaka mpya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kwa mambo ambayo Bwana amemtendea. Kwa hivyo hiyo ni jambo moja ambayo tunafaa kuwa nayo, ambayo ni ya kushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Mungu tukiwa na furaha. Tunashukuru Mungu tukiwa tumejawa na sifa. Tunashukuru Mungu tukiwa tunajawa na moyo wa kushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Si kushukuru Mungu ukiwa uso umekunjamana. Si kushukuru Mungu ukiwa unanungunika. Unafaa kumshukuru Mungu kwa moyo ambayo ni wa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mtumikieni Bwana kwa furaha, njooni mbele zake kwa kuimba. Bwana Yesu asifiwe. Utasikia nyimbo zinaendelea kuimba, hata ukitazama kutoka 25 ni nyimbo tu za furaha, za kuchangilia, watu walikuwa wamejawa na furaha. Kila mtu anajawa na furaha kwa sababu ukitazama kutoka mwakani Mungu ametutendea mengi. Ametuhifadhi, akatulinda, akatuhifadhi, akatuondolea maafa, akatuondolea magonjwa, hata ikiwa tuliyapata akatupa ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hiyo ni jambo ambayo tunafaa kuwa nayo katika moyo wetu. Kile kingine cha ambayo tunafaa kushukuru Mungu na moyo wa wimbo. Bwana Yesu asifiwe. Naona watu wanaimba, wanasema Bwana apokee sifa, Bwana apokea sifa. Na wimbo pale tunasema hesabu baraka za Bwana tangu kutoka utotoni. Bwana Yesu asifiwe. Hesabu baraka za Bwana ambayo amekutendea kutoka utotoni hadi wakati huu. Hiyo ni jambo lingine ambayo ni ya kushukuru kupitia wimbo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ile nyingine tukasema mwaka asante, mwaka mzima. Bwana Yesu asifiwe. So hiyo ni jambo lingine ambayo tunafaa kuwa nayo kama Wakristo, ambayo ni ya kushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ile nyingine anasema, jueni kwamba Mungu ndiye Mungu aliyetuumba na sisi tu watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Katika wakati tunapomshukuru, tunafaa kumshukuru tukijua yule ambaye tunashukuru ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Ni Muumba mbingu na nchi. Na ndio sababu nimesema kila kiumbe saizi, kila mtu anafurahia dunia yote, kwa sababu anajua ambaye ametufikisha mahali hapa ni Muumba mbingu na nchi. Si kila mtu, si mfalme wa dunia yote. Bwana Yesu asifiwe. Mfalme wa dunia yote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunafaa kumshukuru Bwana kupitia kwa ajili ya kusema tukijua yeye ni Muumba mbingu na nchi. Bwana Yesu asifiwe. Muumba mbingu na nchi.
Mungu kwa sababu kwa mambo yale ametenda, kwa tukijua ni nani ambaye anatuwezesha kufika mahali pale. Kwa hivyo tunaposhukuru Bwana tunafaa kujua Muumba wetu ndiye aliyetufikisha pale. Mungu wa dunia yote, Mungu wa mwenye mzuri, mwenye dhambi na mwenye si dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Muumba wa mbingu yote, yaani ni Mungu mwenye uweza wote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapomshukuru Bwana tunafaa kujua ni Mungu ambaye ni mwema maishani mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kile kingine tunafaa kwenda mbele zake na sadaka za kushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka ambayo Mungu tunafaa kumshukuru. Tukijua ni nani ambaye tunaenda kumshukuru, tunafaa kumshukuru kupitia maombi, sadaka ambayo ni ya kushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Na tukijua mambo kama hayo hatutakuwa na shida, na ninajua Mungu wetu ataweza kutubariki. Twende katika ile kitabu ya Isaya 43 na tumalizie pale, kwa sababu leo nimesema hatutakuwa na mambo mengi. Isaya 43 verse 18 inasema, msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama, nitatenda jambo jipya, sasa litachipuka. Sasa alitachipuka. Je, hamtalijua? Sasa nitalifanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo tunamshukuru Bwana tunafaa kujua na kumwomba ya kwamba atutendee mambo mapya. Na tukiomba Mungu tunafaa kuwa tumeondoa mambo ya zamani. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kumshukuru Bwana ukisema na jana na unayakumbuka mateso ambayo ulikuwa unayapitia. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ya zamani unafaa kuwa kusahau na yote, ili tuweze kutendewa jambo jipya. Anasema nitatenda jambo jipya, ikiwa hamtayakumbuka yaliyopita. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ambayo umepitia mwaka uliopita, mwaka jana, changamoto na masaibu, tunafaa kuyasahau na tuanze mwaka mwingine mpya ambao ni wa baraka, ambao ni mwaka ambayo ni wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye amesema ataenda kutenda jambo jipya, ataenda kuyatimiza yale ambayo hakutenda last year, yale hakutimiza mwakani uliopita. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa tutaenda mbele zake na mambo ya kushukuru, yale yote nimekuambia, ya kushukuru kupitia sifa, ya kushukuru na moyo ulio safi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ataweza kwenda kutenda mambo mapya na jambo jipya katika maisha yetu. Mambo ambayo yaliyokushinda, Mungu ataweza kufungua. Kazi iliyokushinda, Bwana ataweza kufungua njia. Magonjwa yaliyokulemea, Bwana ataweza kuwaponya. Mambo ya mazito ambayo yaliyo mbele zako, Bwana ataweza kuondoa huo mlima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu amesema nitatenda jambo jipya ndani ya watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama kanisa tukiamini na tukikubali ya kwamba ambaye ametufikisha mahali hapa ni Mungu, ataweza kututendea mambo ya ajabu ambayo ni mambo mpya. Na anasema tusiyakumbuke ya last year, tusiyakumbuke wale walikuwa wanatutukana, tusiyakumbuke wale walikuwa wanatuwekea fitina, tusiyakumbuke yale mambo yaliyotushinda, tusiyakumbuke mambo ambayo alikuwa mbele katika maisha yetu, tusiyakumbuke. Tuanze maisha mapya, tuanze mawazo mapya na Mungu wetu, kwa sababu ataweza kutenda, ama ataweza kwenda kutenda mambo mapya katika maisha yetu. Ataweza kurudisha chochote ambacho kililiwa na nzige, ambacho kiliopotea, na chochote, baraka zote ataweza kurudisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo
tunapoenda mwakani tunafaa kujua ya kwamba Mungu anaongea nasi ya kwamba ataweza kutenda jambo jipya mwakani, mwaka mpya, mwaka wa baraka, mwaka wa maajabu. Bwana Yesu asifiwe, ambaye ataweza kurenew yale yote yaliyopotea, ataweza kuyarudisha katika jina la Yesu Kristo. Tunapoenda mbele za Bwana tujue ya kwamba ataweza kutenda mambo mapya, tukawasahau na tukaache manunguniko yote. Bwana Yesu asifiwe, tukaache kunungunika, tusiyakumbuke yale yaliyotukwaza la kizani, tusiyakumbuke yale yaliyotukwaza mwakani, tusiyakumbuke yale yaliwekwa mbele katika maisha yetu, tusiyakumbuke wale waliokuwa wanatupiga. Bwana Yesu asifiwe, lakini tuangalie na tuanze maisha mapya na Mungu wetu, na ataweza kutenda jambo jipya katika maisha yetu mwakani. Ataweza kutupea jambo jipya na ataweza kuwa na jambo la kushukuru mwakani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu wetu atuneemeshe na endelee kuwa pamoja nasi kila wakati mwakani. Huo mwaka huo mambo yaliyotushinda mwakani akatupe breakthrough, akatupe divine breakthrough ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe, akatupe kushinda hizi vita katika jina la Yesu Kristo. Anasema sitayakumbuka, ama ni mimi ninaongea maneno yangu. Anasema hadi chapter 43 verse 19, anasema tazama, nitatenda jambo jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua? Sasa nitafanya njia hata jangwani na mito na maji nyikani. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ambayo ilitushinda mwakani, mambo ambayo yalikuwa vikwazo ya kazi, mambo ambayo ni ya kuwa na madeni mengi, mambo ambayo ni ya kuwa na tuna breakthrough ya financial breakthrough, ataenda kuweza kutupea katika jina la Yesu Kristo. Milango ambayo iliyofungwa ataweza kufungua. Bwana Yesu asifiwe. Mahali ambapo tulikuwa tunaona hapa hawezekani, Bwana ataweza kutenda, na njia zake ni za ajabu. Anasema tusiyakumbuke tena, ataweza kutenda jambo jipya. Kwa hiyo mwakani huu Mungu wetu ataweza kutenda mambo ambayo ni ajabu, mambo ambayo ni mapya katika maisha yetu, mambo ambayo ni ajabu katika maisha yetu. Kwa hivyo kama Wakristo na kama kanisa na wateule wa Bwana, tujue Mungu wetu ataweza kutenda mambo ya ajabu katika maisha yetu. Tuache manunguniko, tusahau na ya vita ya mwaka jana, tusahau na yote ambayo ilitukumba, na tungange ya siku ya leo ya mwakani. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu ataweza kufungua maisha yetu katika huduma yake, ataweza kufungua katika neno lake, ataweza kuifungua vyombo ambavyo tulikosa, ataweza kuleta washirika, ataweza kuleta watu ambao ni destiny Jehova, ataweza kuconnect na wao, kwa sababu mipango yake ni ajabu. Mipango yake si ya binadamu, mipango yake huhitimishwa kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapoenda kuungana pamoja naye tukimshukuru, tujue ya kwamba mwakani ataweza kutenda mambo ya ajabu. Na yeye hupenda watu ambao wanashukuru lakini si kunungunika. Mungu anapenda watu ambao ni wakushukuru tu, watu ambao ni wakumpa sifa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini si kunungunika na kukumbuka mambo yaliyopita, kusema tulishindwa, kwa hivyo tuone kama tutaweza. Kwa hiyo tujue ya kwamba tutayaweza katika yeye atutiaye nini? Nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo maisha ya mwakani huu tukaweze kuamini ya kwamba Bwana ataweza kutenda jambo jipya, na mwaka mwingine wa 2027 tutakuwa na jambo la kumshukuru Bwana, kusema hakika mahali tumefika ni Mungu, mahali umefika ni Mungu. Mambo ambayo ulikuwa unaona hayawezekani sasa yamewezekana. Bwana Yesu asifiwe. Anasema katika jangwa, hata katika wapi nyikani ataweza kuleta maji. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akisema amesema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama kanisa na kama Wakristo na wateule wa Bwana, tunaamini ya kwamba Bwana ataweza kutenda jambo jipya siku ya leo ambayo ni ya kushukuru. Tukishukuru tujue Mungu ataweza kutenda mambo mapya, kwa sababu wakati tunaposhukuru na njia ile ya mambo yale mengine yanasaulika. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukimshukuru tukilalamika ni ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Tukishukuru tukiendelea kusema na wewe ulinitendea, sitasahau. Tusamehe kila mtu na tusamehe
kila mmoja na tuweze kuangalia ya Bwana, na ninajua Mungu wetu ataweza kutenda mambo ya ajabu, ataweza kunena baraka katika maisha yetu. Kwa hivyo ninatabiri siku ya leo saa 6 ambayo ni siku ya kwanza ya mwaka wa 2026, Mungu wetu akafungue maisha yetu, Mungu wetu afanye jambo mpya, tukaanze new beginning katika maisha yetu, tukaanze mwanzo mpya katika maisha yetu, tukaanze mwaka mpya wenye mafanikio, mwaka mpya wenye mwanzo mpya. Yaani chochote kiliopotea kikarenew katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tukaweze kuwa na mwaka ambao ni mwaka ambao ni wa baraka za Bwana. Ataweza kufanya nini? Ataweza kubadilisha, ataweza kutengeneza jambo jipya katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ataweza kuanza new beginning katika maisha yetu, katika Ukristo, katika kazi yake, hii huduma yake, atafanya mambo mapya katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo Mungu awabariki, na nitawatabiria Mungu akafungue njia, akafanye jambo jipya katika maisha yenu, akafanye jambo mpya katika jamii zenu, akafanye mambo mapya katika maisha yako. Mkazi ambayo iliyokushinda, Mungu akafungue njia. Mkazi ambayo ulikosa kwa muda mwingi, Mungu akafungue njia. Bwana Yesu asifiwe. Uliokosa watoto, Mungu akafungue njia na akaweze kukubariki na watoto. Aliyekosa familia, Mungu akafanye mambo mapya na kukubariki na mzee na kukubariki na mume na mke mpya katika jina la Yesu Kristo. Aliyekosa kazi akapate kazi katika jina la Yesu Kristo. Aliyolemewa na maisha akapate renew katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Aliyoshika na mambo saizi akapate ushindi ambao ni wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Aliyokwama katika mambo na madeni, Mungu akafungue njia ambayo ni ajabu, ambaye aliyokosa kuwa na maisha yake bila akapate destiny ambayo ametoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Bwana akatubariki tunapoenda kwa na mwaka mpya wa mwanzo mpya, mwaka mwenye wa baraka za Bwana, mwaka ambayo mwanzo mpya ambao tunaposhukuru Bwana. Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba, asante kwa sababu ya neno lako ambao umetupa. Tunakushukuru ni kwa sababu umetubeba mikononi mwako mwaka huu wa 2026 Bwana, tukaanza tukiwa chini yako Bwana, na tumepata neno lako ya kwamba tukaanze mwaka ambayo ni wa mambo mapya, tukijua kwamba utaweza kutenda mazuri. Mungu wetu ukatuambia tusahau na mambo ya kale. Jehova, tunajiweka mikononi mwako, ukawe pamoja nasi kama kanisa na kama watumishi wako Bwana. Simama nasi na ukatende mambo ya ajabu katika maisha yetu. Naombea baraka kila mmoja Jehova Bwana, nasikia neno lako akaweze kuliniua maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Ukafanye jambo jipya katika familia yake, ukafanye jambo jipya katika maisha yake, ukafanye jambo jipya katika huduma hii yako Bwana, ukafanye jambo jipya katika huduma yako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Ukafanye jambo jipya katika mtumishi wako Bwana na familia yake Bwana. Baraka zako zikaonekane. Ondoa aibu katika maisha yetu, ondoa maisha ya kudharauliwa, ondoa maisha ya kuchekelewa. Nguvu zako zikaonekane Bwana. Jidhihirishe kwa sababu wewe ni Mungu mumba mbingu na nchi, jinsi umesema katika kitabu yako ya Zaburi 100:4. Ukasema ya kwamba tutajua ewe ni mumba mbingu na nchi, mumba mbingu na nchi, mwenye uwezo na nguvu zote Bwana. Jidhihirishe kwa ajili ya kazi hii, jidhihirishe kwa ajili ya huduma hii, jidhihirishe kwa ajili ya watu wako Bwana ambao wamejitolea kwa ajili ya kazi yako Bwana. Watie nguvu mwakani, tuanze pamoja nawe Bwana, na ukatuweze kutuongoza na jinsi wewe mpako wako ulivyo. Na kwa jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. May God bless you na akawape baraka za ajabu mwakani, tende jipya katika maisha yenu. Na kwa jina la Yesu Kristo, waende amani ya Yesu. Asante.